إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muumini yeyote anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini vile vile anahitaji kufanikiwa katika maisha yake ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kutekeleza yale ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha yote ambayo amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mu'min ambaye ana sifa ya uchamungu ni yule ambaye anajiweka katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia anajiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibba, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema ikhtilaful matali', kutofautiana mawio na machweo, jambo ambalo linapelekea kutofautiana Waislamu katika kufunga na kufungua vile vile. Leo wasemaji wa dini hii wamekuwa ni wengi, na wengine ambao hawana sifa ya kuzungumza katika dini lakini wanazungumza katika mitandao ya kijamii. Ukiingia huko na kutana na mambo mengi, yaani mtu hana elimu yoyote ya kuweza kuongoza watu, lakini ndio utamkuta kwamba yeye anazungumza masala yanayohusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anazungumza kwa kiburi, anazungumza kwa kutokujali, anazungumza kama vile mwenda wazimu. Lakini mtu mwenye elimu yake anapoingia katika masala yoyote
anakuwa ni mwadilifu, anazungumza masala kwa uadilifu. Kwa nini tumeamua kuizungumza mada hii kwa leo? Ni kutokana na hayo maneno ambayo tumeyazungumza. Ndani ya mitandao kuna maneno mengi, na maneno hayo si ya kielimu kwa hakika. Maulama wetu wametofautiana, na tofauti yao wameileta kutokana na watu kukhtalifiana na kutofautiana katika mawio na machweo. Kuna ambao wamesema kwamba jambo hili linazingatiwa kisheria, na kuna ambao wamesema jambo hili halizingatiwi kisheria. Ndipo dhahaba al-jamhur, wakaenda wanawazuoni wengi. Unaposikia dhahaba al-jamhur, wamekwenda wanawazuoni wengi katika masala ya kifiqh, katika masala ya kisheria, mara nyingi huwa wanakusudiwa maimamu hawa wanne ambao tunawafahamu. Kwa ukiambiwa qala al-jamhur au dhahaba al-jamhur, ina maana katika swala hilo, katika jambo hilo, wengi katika hao maimamu wanne, wengi wao wamesema kadha. Ndipo unasikia maneno hayo dhahaba al-jamhur. Na katika swala hili wameenda jamhur ambaye ni al-Hanafiyya, madhehebu ya Kihanafi, wal-Malikiyya na madhehebu ya Kimaliki, wal-Hanabila na madhehebu ya Kihambali. Wao wameona na wamekwenda na msimamo wao ila annahu la ibrata bi ikhtilafi al-matali'i, kwamba wao wanaona na wamekuwa na msimamo wa kwamba hakuna mazingatio ya mawio na machweo. Jambo hili halizingatiwi kisheria. Kwa kuwa jambo hili halizingatiwi kisheria, famata ra'a al-hilala, mahala popote watu wakiuona mwezi, famata ra'a al-hilala ahlu baladin, watu wa mji wowote watakaoona mwezi, wajaba sawmu ala jami'il biladi, ni wajibu kufunga miji yote. Hivyo kauli al-jamhur, kauli ya maulama wengi, huu ndio msimamo wao. Ndipo utasikia kuna mwezi wa kitaifa na kuna mwezi wa kimataifa. Katika mazungumzo ambayo yako ndani ya mitandao, kuna watu ambao wanasema hakuna mwezi wa kimataifa, na mwezi wa kimataifa hautekelezeki. Tunasema kwamba mwezi wa kimataifa upo, na kauli al-jamhur, huo ndio msimamo wao. Maimamu watatu wao msimamo wao ndio huo, isipokuwa imamu mmoja yeye amekwenda tofauti na wenzake, kama tutakavyoona katika hutuba yetu. Kwa hiyo kauli al-jamhur, maulama hawa watatu, maimamu hawa watatu, wao wanaona ya kwamba hakuna mazingatio hayo ya watu kutofautiana katika kufunga na kufungua. Mahala popote, mji wowote utakaoona mwezi, inalazimika miji yote na nchi zote kufunga. Kwa nini? Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema sumu liru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi, wa aftiru liru'yatihi, na fungueni kwa kuonekana mwezi. Wakasema wa huwa khitabun aamun, masemesho haya, mazungumzo haya yanawaenea lijami'il umma. Mtume alipokuwa anazungumza, alikuwa anazungumza na waislamu wa dunia nzima. Si kwamba Mtume alikuwa anatoa maelekezo haya kwa watu wa Madina tu, sio kwamba Mtume alikuwa anawafundisha watu wa Madina peke yake. Maelekezo haya wanaelekezwa waislamu wa dunia nzima. famata raahu minhum, mahala popote
utakapoonekana mwezi au yeyote atakayeona mwezi miongoni mwa Waislamu ambao wanasemeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, fi ayi makanin, katika sehemu yoyote, kana dhalika ru'yatu lahum jamia, huko ndio kutakuwa ndio kuona watu wote. Watu wote wanalazimika kufunga, kwa sababu maneno haya ya Mtume alikuwa akiwaamrisha Waislamu wa dunia nzima. Kwa maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mahala popote utakapoyakuta yanawahusu Waislamu wa dunia nzima, yanawahusu umma huu. Sio kwamba kuna wanaohusika na ambao hawahusiki na maelekezo hayo. Kwa maulama wetu wakasema hivyo, kwamba maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maelekezo ya umma mzima, ya Waislamu wa dunia nzima. Wawe ni wenye kufunga kwa kuonekana mwezi mahala popote, na wawe ni wenye kufungua kwa kuonekana mwezi mahala popote. Hadithi nyingine ambayo wameitoa ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Qalat Aisha nasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-fitru yawma yuftiru an-nas, siku ya Eid al-Fitr ni siku ambayo watu wanafungua. Wal adha, na siku ya Eid al-Adha, yawma yudahi an-nas, ni siku ambayo watu wanachinja. Rawahu Tirmidhi. Maulama wakasema Mtume ametumia yaumu, kwamba siku ya Eid ni yaumun, ni siku moja ambayo watu watafungua. Siku ya Eid al-Adha ni siku moja, watu wote watakuwa wenye kuchinja. Na Mtume akizungumza maneno haya anawaelekeza umma wote, hakuna Eid mbili, Eid ni moja. Kwa hiyo kauli ya jumhuri wakaenda ya kwamba hakuna mazingatio ya kukhtalifiana mawio na machweo. Waislamu wote wanatakiwa wawe ni kitu kimoja. Aliulizwa shekhe mmoja katika mashekhe wa zama hizi rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye anaitwa Ibn Baz rahimahullah. Ibn Baz aliulizwa na mtu kutoka katika nchi ya Misri ampe maelekezo na mafunzo na elimu kuhusiana na swala la kufunga na kufungua, kuhusiana na masala ya mwezi, kwamba kila nchi watakuwa na muono wao wa mwezi ambao mwezi huo hautohusu nchi nyingine, au mwezi unapoonekana watu wote wanatakiwa kufunga na kufungua. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema, anna likulli ahli baladin ru'yatihim, kwamba kila nchi, kila mji, kila watu wa mji wana mwezi wao. Kullu baladin lahum ru'yatuhum, kila mji una mwezi wao. Fa idha sama ahlu Misri liru'yatihim, wakifunga watu wa Misri kwa mwezi ulioonekana kwao, wa ahlu Shami liru'yatihim, na watu wa Shamu wakafunga kwa mwezi ulioonekana kwao, wa ahlu al-Maghrib liru'yatihim, na watu wa Morocco wakafunga kwa mwezi ulioonekana kwao, fala ba'asa, hakuna ubaya. Kisha akasema, amma law tayassara, amma law kama kutakuwa na wepesi, ayasumu liru'yati wahidatin, kwa kuonekana mwezi mmoja umeonekana mahala pamoja na watu wote wakafunga kwa mwezi ambao umeonekana katika nchi moja. Sheikh anasema kana atyab wa ahsan, jambo hilo litakuwa ni zuri sana idha tayassara dhalika, ikiwa hilo litawezekana. Wakati anazungumza maneno haya, huenda wakati huo kulikuwa na ugumu. Mwezi unapoonekana katika nchi fulani, kupeleka taarifa kwenye nchi fulani kulikuwa na ugumu. Lakini katika zama hizi, ndugu zangu katika imani, kila mmoja ana jawabu ya kwamba kuna uwezekano, kuna urahisi au kuna uzito wa kupata taarifa ya mwezi kutoka kwenye nchi, miongoni mwa nchi ambazo zimeuona. Kuna wepesi au kuna uzito. Kila mmoja ana jawabu ya kuweza kulijibu. Kwa hiyo akasema, ikiwa watafunga kwa pamoja
kwa kuonekana mwezi sehemu moja, hilo litakuwa ni jambo jema. Kwa nini? Akasema liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume aliposema sumu liru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake, wa aftiru liru'yatihi, na fungueni kwa kuonekana kwake. Akasema hadha ya'ummu al-ummata kullaha. Maneno haya na mafunzo haya na maelekezo haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallama yanaenea kwa umma mzima. Sasa wewe ambao unapinga uwe si katika umma huu, lakini maelekezo haya na amri hii Mtume anaelekeza umma mzima. Akarudia kusema fa idha tayassara an yasumu liru'yati Saudia, ikiwa kutakuwa kuna wepesi wa watu kufunga kwa kufuata mwezi ambao umeonekana Saudia, mathalan asema mfano, au ru'yati dawlati islamia, au akafunga kwa mwezi ambao umeonekana katika dola ya Kiislamu, katika nchi ambayo ni nchi ya Kiislamu, tahkumu bi shar'i Allah, nchi ambayo inahukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tumfidhu awamir Allah, na nchi hiyo ikawa inatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ru'yatu bi shahadati, tena kuonekana mwezi, uwe mwezi umeonekana kwa kuonekana kwa macho, bishahadati shuhudi, kwa kushuhudiwa na watu waliouona, la bilhisabi, sio mwezi wa kufuata kalenda. Hapa pia kuna radi na majibu kwa watu wanaodai ya kwamba Saudia haifungi kwa kuonekana mwezi, wanafunga kwa kufuata kalenda. Huyu alikuwa ni mufti katika nchi ya Saudia. Anasema mwezi ambao unatakiwa kufuatwa, kama utaamua kufuata mwezi ambao umeandana kwenye nchi nyingine, huo ni mwezi ambao umeonekana, tena mashahidi wapatikane, sio mwezi wa kalenda. Ikiwa mtu atafunga hivyo kwa kufuata mwezi wa nchi nyingine, fala ba'sa, hakuna ubaya. Hadha afdalu, jambo hilo ni bora zaidi, la usamu jami'an, kama waislamu wa dunia nzima watafunga kwa pamoja, biru'yati wahidatin, ikiwa watafunga kwa mwezi mmoja, li'umumi al-adilla, kutokana na ujumla wa dalili zilizokuja za kuwataka waislamu wafunge na kufungua kwa pamoja. Lakini idha lam yatayassar dhalika, Sheikh anasema lakini endapo jambo hilo halitokuwa ni jepesi, watabaadatil aqalim, na majimbo yakawa yako mbali, jimbo hili na jimbo lingine, majimbo haya yako mbalimbali, yani paka usafiri kwa muda mrefu, watabaadatil biladu, na miji ikawa iko mbali, hakuna uwezekano wa kupata taarifa, wasama likulli ahli baladin biru'yatihim, na kila watu wa mji wakafunga kwa kuonekana mwezi katika mji wao, fala ba'sa, hakuna ubaya. Kama kutakuwa na uzito wa kufikisha taarifa, wa kupata taarifa za kuonekana mwezi, basi watu wanaweza wakafunga, kila mmoja akafunga kwa mwezi wa nchi yake, kama kupata taarifa itakuwa ni jambo gumu. Kisha akarudia akasema, amma amalu bil hisabi, amma watu kutumia kalenda katika kuingia katika ibada ya funga na kutoka katika ibada ya funga, kuingia kwa kutumia kalenda, fala yajuzu, jambo hilo halifai. Alwajibu al'amalu birru'ya, jambo ambalo ni la wajibu ni watu waweze kuona mwezi, yani watakaotangaza watangaze kwamba mwezi umeonekana. Haya ni maelekezo ya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, anaelekeza hivyo kwamba watu wanatakiwa wafunge na kufungua kwa pamoja dunia nzima, kama kutakuwa kuna wepesi. Lakini kama kutakuwa kuna umuhimu, basi watu wasipate shida, kila watu wafunge kwa mwezi wa nchi yao. Lakini pia msimamo wa pili, dhahaba Shafi'iyya, wameenda Mashafi'i, msimamo wao
bi'tibari al-matali'i, kwamba mawio na machweo yanazingatiwa katika swala la mwezi. Kama linazingatiwa, basi kila mmoja atakuwa ana mwezi wa sehemu yake. Yani hata hapa Tanzania unaweza ukakuta kwamba mkoa huu na mkoa mwingine wakafunga tofauti, kama alivyosema Ibn Bazi, watabaadatil aqalim, yani na majimbo na mikoa ikawa iko mbalimbali. Hapo sasa kila watu watafunga na mwezi wao. Kwa unaweza ukakuta mkoa na mkoa wakafunga, kila mkoa ukafunga na mwezi wake. Lakini kama kuna uwezekano, basi watu wafunge kwa pamoja. Kwa Imam Shafi'i na wafuasi wake, yeye anasema kila nchi itafunga kwa kuangalia mji katika mji wao. Kwa swala la ikhtilafu al-matali' au swala la ikhtilafu ya mwezi, kuandama mwezi, swala hilo wanakhtalifiana maulama kama tulivyoona. Lakini kauli ya maulama wengi, kauli ya maimamu wetu wengi, wanasema kwamba watu wafunge na kufungua kwa pamoja. Imam Shafi'i yeye akasema kila nchi watafunga kwa mwezi ulioko katika nchi yao. Sasa ikiwa hali ndio hii, wanakhtalifiana maulama, na tumeona kwamba kauli jamhur, kauli ya wengi ni hiyo. Lakini pia mtu anaweza akaamua kufuata kauli ya imamu mmoja, kwamba mimi kauli yangu nafuata kauli ya Imam Shafi'i, ma fi mushkila. Hakuna kugombana, hakuna kutukanana, hakuna kurushiana maneno. Kuna haja gani ya kugombana? Swala la kufunga hili, anayelipa thawabu zake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakulipa thawabu ya funga. Anayeweza kukulipa thawabu ya funga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo kwenye mitandao watu wanashambuliana, watu wanatukanana, watu wanatoleana maneno makali, mpaka kufikia mahala waliotangulia kufunga, waliotangulia kufungua wanatakiwa waje walipe, wanadaiwa. Ukimuuliza wewe ambaye unaniambia kama natakiwa nilipe, wewe umefunga siku ngapi? Atakwambia nimefunga siku 29. Haya, na mimi ambaye ninadaiwa nimefunga siku ngapi? Unakuta na wewe pia na siku 29. Haya, kama tumefunga siku 29, wewe una 29 na mimi na 29, hii ambayo mimi nadaiwa ni ipi? Ya mwaka upi nadaiwa? Maimamu wetu walitofautiana lakini hawakugombana. Maimamu wetu walitofautiana lakini hawakuchukiana. Maimamu wetu walikhtalifiana lakini hawakuwa na uadui. Wanapokutana ni marafiki, wanaongea vizuri. Wakikutana wanafundishana mambo mbalimbali, mambo ya kidini kwa heshima na taadhima. Lakini leo watu wamekuwa hawana adabu, hawaheshimu kabisa hata kauli hizi za maulama. Watu wanashambuliana na kutoana katika dini na kuonekana kwamba baadhi ya watu wamekosea na baadhi ya watu si Waislamu. Ndugu zangu katika imani, ukitaka kumhukumu mtu, mhukumu kwa kielimu. Usimhukumu kwa hawa zako na matamanio yako na matakwa yako na fikira zako. Mhukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kama walivyohukumu pia maimamu wetu waliotangulia. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ahibba, khutba yetu ya leo inazungumzia kuhusiana na ikhtilafu ya mwezi, watu kukhtalifiana katika kufunga na kufungua, jambo ambalo limepelekea mpaka watu wanakufurishana, watu wanatukanana katika jambo ambalo hakuna ulazima wa wewe kutukanana na ndugu yako katika imani. Wamekhtalifiana watu wenye elimu. Itakuja kuwa sisi ni watu wa kufuata tu.
Hamna haja ya kumtukana yule aliyetangulia, hamna haja ya kumtukana yule aliyechelewa. Haya mambo yanaleta ugomvi mkubwa, na mambo haya yanadhoofisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna mambo mengi ya kufanya ambayo Waislamu wanatakiwa wawe pamoja. Sasa tukianza kushambuliana na kutukanana kwa ajili ya jambo la mwezi tu, kwa kweli tutakuwa tunaikosea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika maneno ambayo yanazunguka katika mitandao ni kwamba wale ambao walitangulia kula Idi wao wanaifuata Saudia. Tunasema kwa kinywa kipana, maneno haya si ya kweli. Hao wanaozungumza maneno haya ni watu ambao wanachuki tu na nchi ya Saudia. Sisi hatufuati Saudia. Sisi tunafuata taarifa za mwezi. Mahala popote tukipata taarifa kwamba mwezi umeandama na tukaziamini taarifa hizo, tutafunga au tutafungua. Sisi hatufuati Saudia. Na katika nchi ambazo waliwahi kutoa taarifa ya mwandamo wa mwezi wa Shawwal ni Kuwait, kabla hata Saudia. Lakini hatujaona nchi ya Kuwait ikishambuliwa na kusema vibaya, lakini Saudia inashambuliwa mpaka watu wanazua kwamba Saudia inawalipia kafara, inatoa hela kwa ajili ya kuwafunguza watu kabla ya muda wa kufungua. Maneno ya uongo kabisa. Unapofungua kwa bahati mbaya ukidhani kwamba mwezi umemalizika, kumbe hujamalizika, kinachotakiwa ni wewe kuilipa siku hiyo. Hakuna hata alimu mmoja anayesema kwamba unatakiwa utafute pesa utoe. Angalia watu namna wanavyohukumu mambo. Wanahukumu mambo bila ya elimu. Nani amekwambia kwamba mnapokosea katika kufunga mnatakiwa mtoe pesa? Mpaka nchi ya Saudia ije itoe pesa kwa ajili ya wananchi wake. Maneno ya uongo. Na kila mwaka maneno haya yanazungumzwa. Na maneno haya wanayozungumza ni akina nani? Wanazungumza Waislamu wenyewe. Yanazungumzwa na Waislamu. Kila mwaka yanazungumzwa maneno haya. Kwa ndugu zangu katika imani, tunapoyaona maneno haya tuyapuuze. Sisi hatufuati nchi ya Saudia. Tunafuata mwezi utakapoonekana mahala popote. Na mwaka huu nchi nyingi ziliona mwezi, ikiwepo nchi ya kwanza kabisa kutangaza nchi ya Kuwait, Bahrain, Yemen, mpaka na nchi za Afrika huku Senegali wameuona mwezi na wakatangaza. Lakini leo unaambiwa tu kwamba hawa wanafuata Saudia na Saudia walikosea. Hawa wanafuata Saudia na Saudia wanafuata kalenda. Lakini kwa maneno ya Ibn Baz ambaye alikuwa ni mufti wa nchi hiyo, anasema haifai kufuata kalenda. Lakini pia ndugu zangu katika imani, katika nchi ambazo zinafuatilia habari ya mwezi, hakuna nchi inayofuatilia habari ya mwezi kama nchi ya Saudia. Mpaka wameweka mahakama rasmi kwa ajili ya swala la mwezi. Wameweka hospitali rasmi kwa ajili ya swala la mwezi. Wewe ambao unasema umeona mwezi, macho yako yanaona vizuri, unapelekwa hospitalini kupimwa. Macho yako haya yanaona vizuri au hayaoni vizuri, sio akawadanganya Waislamu, alafu Waislamu wakafunga au wakafungua, kumbe macho yako hata kuona hayaoni vizuri. Wameweka hospitali rasmi, unakwenda kupimwa macho. Au watu walioona mwezi wanakwenda kupimwa macho yao ni mazima au hawaoni vizuri. Hakuna watu wanaofuatilia habari ya mwezi, hakuna nchi inayofuatilia habari ya mwezi kama nchi ya Saudia. Ndugu zangu katika imani, lakini pia nchi ya Saudia ni nchi ambayo inafanya kheri nyingi, ni nchi ambayo inafanya khidma nyingi. As-Saudia fi khidmati al-hujjaj, Saudia katika kuwahudumia mahujaji. Dhuyufur Rahman, wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza akazungumza vibaya Saudi Arabia, lakini atakapojaliwa akaenda kuhiji, akirudi hapa huko msikia anasema maneno hayo kutokana na khidma ambayo inafanywa kuwahudumia mahujaji wa Allah subhanahu wa ta'ala.
wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba mahujaji wanafanya ibada yao kwa usalama na kwa amani na kwa uzuri. Si swala rahisi kusimamia watu, mamilioni ya watu, si swala rahisi, lakini Saudi Arabia inafanya kazi ya kusimamia mahujaji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. As-Saudia fi nashr ad-din, Saudia katika kueneza dini ya Allah duniani. Wewe angalia, katika kila msikiti ukienda utakutana na msahafu ambao umechapishwa katika nchi ya Saudia, ukaleta Waislamu wanausoma na wanautumia. Lakini Muislamu huyo anausoma msahafu huo, lakini bado anaitukana Saudia na kuiona kwamba Saudia haina maana. Mbona wanasema huo msahafu ambao umetokea huko? Wanafanya khairi nyingi. Wao ni wanadamu, kukosea watakosea kama wanadamu. Sio kwamba labda wamelindwa na makosa kwamba wao ni malaika, lakini kuna khairi nyingi wanafanya. Lakini vile vile as-Saudia fi nashr al-ilm, Saudia katika kueneza elimu wanafanya kazi kubwa, kuchukua watu katika nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya kwenda kuwasomesha. Mimi nakumbuka wakati sisi tunasoma kwenye chuo kimoja tulikuwa wanafunzi 20,000. Chuo kimoja. Hawa wanachuo hawa wanafunzi hawa wanalala, wanakula, wanaishi bure, hawatoi hata shilingi moja. Hebu fikiria hiyo ni chuo kimoja, wanafunzi 20,000. Na namna wanavyoeneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanaporudi katika nchi zao wanafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nimesimama hapa, nimesomea katika nchi ya Saudi Arabia na ninafundisha katika chuo cha Majengo. Pale kwenye chuo cha Majengo walimu waliosomea Saudi Arabia wako zaidi ya 15, wanafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu waliojifunza katika nchi ya Saudi Arabia. Bado kuna chuo kingine na kingine na kingine. Hii ni Tanzania tu peke yake, sikwambii dunia nzima. Wanafanya kazi kubwa, hata kama kuna makosa ambayo wanayofanya wao kama wanadamu, lakini wanachokifanya ni kikubwa kuhusiana na kuhudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niambieni, ni nchi gani ambayo inafanya khairi hizi? Nchi za Kiislamu ziko nyingi sana. Ni nchi gani ambayo inafanya khairi hizi ambazo inafanywa na nchi ya Saudi Arabia? Mtu anaweza kuishambulia Saudi Arabia kwa kufuata maneno ya kutengenezwa kwenye mitandao. Na watengeneza maneno haya ni wale wa jamaa shakama sahaba, ni wale watukana masahaba, mnawafahamu, ndio wanaotengeneza mambo haya kwamba Saudia iko 1 2 3 4 5, maneno ya uongo. Saudia iko hivi, Saudia kuna hili, Saudia kuna hili. Lakini mtu akijaliwa akifika katika nchi ya Saudia atakwenda kuona tofauti na maneno yanayozungumzwa huku katika nchi zetu. Kwa mambo mengi yanatengenezwa, na wanaotengeneza maneno haya ni wale watukana maswahaba na rafiki zao na jamaa zao, ndio wanaoyatengeneza haya, na Waislamu wanayadaka na wanaanza kuyaeneza katika mitandao mbalimbali kwa ajili ya kuichukia nchi ya Saudi Arabia. Lakini kiukweli ni kwamba nchi ya Saudi Arabia ina khairi nyingi. Kwa kija kuangalia khairi zao wanazozifanya, na wao wanafanya hivyo kwa ajili ya kujitafutia akhera yao na si kwa ajili ya kutafuta jambo lolote. Tuzao katika imani, watu wachane na maneno ya kudanganywa kwenye mitandao. Waliofunga, waliotangulia kufunga, funga zao ziko sahihi. Waliochelewa kufunga, funga zao ziko sahihi. Atakayelipa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waache kutupiana maneno, watu waache kudharauliana, watu waache kutukanana, na wafanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzao katika imani, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.